Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imeandaa kikao na wanahabari ili kujadili mikakati ya kukabiliana na jinamizi la ufisadi nchini. Mkutano huu ulilenga kubuni mbinu za kufahamisha umma kuhusu kuepukana na ufisadi na wafisadi. Mwanahabari wetu Fredrick Wambua anaarifu. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC ikiongozwa na mwenyekiti wake Dr. David Oginde imeandaa kikao maalum na wanahabari jijini Nairobi. Kikao hiki kikiangazia kwa kina mikakati ya ushirikiano kati ya EACC na vyombo vya habari ili kukabiliana na jinamizi hili. Mwenyekiti Askofu Oginde akisema kuwa wanahabari wana jukumu kubwa la kushirikiana na tume ya EACC kuelimisha umma kuhusiana na athari za ufisadi. When we join together our hands against the corrupt in this country and enlist the support of the public so that we educate the public on the dangers of corruption, and they don't see the corrupt as sources of support, as unfortunately is the case right now, but as thieves of their resources. I think it is possible for us to change the narrative and push for reforms that can bring down the incidences of corruption in this country. Tume hiyo ikisema kuwa kesi nyingi za ufisadi nchini zinaanza ipasavyo, lakini kwa muda zinaanza kujikokota na hatimaye kupotea bila ufahamu wowote. Many corruption cases begin very, very strongly, but somewhere along the way they collapse. And I think if we're being frank, that's a reality. We must ask ourselves practical questions around. How do we move from isolated excellence to a system-wide integrity? The media is a watchdog. EACC, in many ways, is a watchdog, but also an enforcer. We have different mandates, we have different tools, but ultimately, we have one master: the public. Rais wa Baraza la Uhariri nchini Zubeida Kome akiongoza wanahabari kushinikiza tume ya EACC kukagua ipasavyo wanahusishwa na ufisadi kabla ya kupewa nafasi za kuwania nyadhifa mbalimbali, akisema wengi wao wanapata nafasi za kuchaguliwa wakati ambao wanaandamwa na kesi za ufisadi. The interaction of the bravery we are talking about with stories of corruption, and Goldenberg scandal is the initiation. I call it the initiation of the media into big-time corruption stories, because Goldenberg was bigger than any other scandal in history because of the amounts of money that were involved. The figures were varying. Some put it at 5.8 billion and others at 13 billion. And it's not the billions we have today, it's the billions of those days. That's a lot of money that was lost. Ni dhahiri shairi kuwa wanahabari kadha uandamwa wanapoanza uchunguzi wa kesi za ufisadi, Kome akiomba EACC kuhakikisha wanahabari usalama wao ipasavyo. Fredrick Wambua, Undugu TV.